kwa maji na kwa nini? Na kwa Roho. Sasa kuzaliwa kwa maji maana yake nini? Utagundua kwamba kuzaliwa kwa maji ni kubatizwa. Lazima ubatizwe. Alafu ukishabatizwa lazima sasa uzaliwe tena na Roho. Ana maana gani anaposema uzaliwe kwa Roho? Maana yake wewe sasa maisha yako ni lazima yaongozwe na Roho Mtakatifu. Yaani wewe huwezi kuwa na utu upya bila kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako. Vinginevyo utaendelea kuwa mtu wa nini? Mtu yule wa kale. Yaani utakuwa na yale maisha yako ya zamani. Sasa ngoja nikwambie, ukisoma kitabu kile cha Efeso 4 fungu la 22 mpaka 24 anasema hivi: mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani au utu wa kale unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haya, ukisoma Wakolosai 3 fungu la 9 na la 10, Wakolosai 3:9 na 10 anasema hivi: msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate kufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Kwa anasema tusiambiane uongo, kwa kuwa tumevaa kabisa utu gani? Tumevua kabisa utu gani? Utu wa kale. Yaani anachojaribu kuzungumza hapa ni hivi: mtu aliye Mkristo, aliyemkubali Kristo, maana yake amezaliwa upya. Na kama amezaliwa upya hawezi kuendelea kuwa na maisha yale yale ya zamani. Haiwezekani. Ukiona bado unaendelea kuwa na maisha yale yale ya zamani, maana yake wewe hujampokea Kristo na wala hujafanywa upya. Kwa utaendelea na maisha yale yale yako ya zamani ambao unafahamu. Yaani kwa maana hivi, kama ulikuwa muongo kabla hujamfahamu Kristo, unaendelea na uongo. Kama ulikuwa mwizi kabla hujamfahamu Kristo, unaendelea kuwa mwizi. Ulikuwa ni malaya, unaendelea na umalaya. Ulikuwa mlevi, unaendelea na ulevi. Ulikuwa mvuta bangi, unaendelea na uvutaji wako bangi. Ulikuwa unavuta sijui nini, unaendelea na... Yaani maisha yako ni yale yale, ila mdomoni unatamka ya kwamba wewe ni Mkristo. Sio kweli, wewe sio Mkristo. Sasa unaweza ukaniuliza, sasa mchungaji, unaweza kama mimi sio Mkristo ni nani? Mbona nakuja kanisani? Ngoja nikwambie, soma vizuri Biblia yako. Hata kanisani si unajua kuna mapandikizi. Biblia inasema hivi: pando lisilopandwa na Baba nitaling'oa. Ngoja nikwambie, kuna mapandikizi mengine yako ndani ya kanisa na yametumwa na Ibilisi. Yaani Ibilisi tukawasukumia, nendeni huko. Ndio anakuja na sumbu wa kanisa la Mungu. Sasa nawe jiulize kama ni pandikizi au nini. Na ukigundua kama pandikizi, kamwombe Mungu akusaidie ili ugeuke, at least uwe nini? Uwe Mkristo wa kweli. Bahati nzuri mimi unajua Mungu alinisaidia sana sana tu, sio kidogo. Hata kabla sijabatizwa hili nilikuwa nafahamu. Siku niko kwenye foleni ya ubatizo nikamwomba Mungu, ngasema Mungu, hata kama nimepandwa na shetani, ninachokuomba naenda kwenye ubatizo, nibadilishe sasa ili niwe upande wako. Hata baada ya kubatizwa nimeendelea kumwomba Mungu kwamba Mungu, yani kama mimi ni pandikizi, mimi shetani namkataa Mungu, simtaki, mimi nakutaka wewe. Kwa hiyo nibadilishe, nisiwe pandikizi la shetani ila niwe pandikizi la kwako. Ngoja nikwambie, soma vizuri Biblia yako.
Kwani si hata Yesu rafiki alisema hivi, yaacheni ngano na nini yakuwe kwa amini usiamini, ndani ya kanisa kuna ngano, kuna magugu. Sasa magugu ni wale wote ambao bado wanaendelea na utu wa kale, ila mdomoni wanatamka kwamba ni Wakristo, mdomoni wanatamka kwamba ni Waadventista wa Sabato, lakini maisha yao bado ni maisha ya utu wa kale, bado hawajapata badiliko. Na ngoja nikwambie, hutapata hilo badiliko mpaka uende hatua hii ya pili ya kuzaliwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Usipozaliwa na Roho Mtakatifu huwezi. Yaani utajitahidi, unapambana uachane nayo mambo yako, unajitahidi kwa nguvu zako, lakini kila wakati utakuta unakula mweleka, ukijitahidi hivi unakula mweleka, ukijitahidi vile unakula mweleka. Na ngoja nikwambie, jawabu ni kumtafuta Roho Mtakatifu atawale na kuyaongoza maisha yako, na ndio usalama unaweza kupatikana. Sasa kuna hatua za kupata huo utu upya, una hatua zake. Hatua ya kwanza, ni lazima utu, yani ule utu wa kale ni lazima ufe. Yani ili upate utu wa kale ni lazima ili upate utu upya ni lazima utu wa kale ufanyeje? Ufe. Ndio maana Paulo katika Wagalatia 2:20 anasema maneno haya. Anasema hivi, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Msikilize, nimesulubiwa pamoja na nani? Anaendelea asema, lakini ni hai. Alafu anasema, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hiyo Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Sasa ngoja nikwambie, ili uweze kupata utu upya ni lazima utu wa kale ufe. Kwa nini? Ni kwamba utu wa kale na utu upya hauwezi ukakaa pamoja, lazima kimoja kife. Aidha ufe utu upya au ufe utu wa nini? Utu wa kale. Sasa kama unahitaji utu upya ni lazima utu wa kale ufe. Ndio maana Paulo anasema hivi, nimesulubiwa pamoja na nani? Na Kristo. Sasa hebu jiulize, Paulo anaposema nimesulubiwa pamoja na Kristo, au ngoja niulize swali hili. Wangapi wamesulubiwa na Kristo hapa? Waliosulubiwa na Kristo, hebu nyosha mikono. Simpo Sasa kama mlisulubiwa na Kristo, si maana yake mlikufa. Sasa mbona mko hai? Mbona mko hai? Haya, lakini pia unaweza ukasema mbona Kristo naye yuko hai? Haya. Kuna fungu fulani nalitafuta hapa, nahitaji ni kusomee. Wasilioni. Haya, nitasoma ili fungu la Walumi 6 fungu la 2 mpaka la 6. Anasema hivi, Walumi 6 fungu la 2 mpaka la 6. Anasema hivi, hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Anasema mfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Anasema hivi, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba,
vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika